Katika maisha ya kila siku, ajira ya bodaboda imekuwa tegemeo kwa vijana wengi nchini. Lakini nyuma ya juhudi hizo kuna hatari kubwa wanazokabiliana nazo barabarani. Hii ni simulizi ya binti mmoja, Shamira Seif kutoka Handeni, ambaye maisha yake yalibadilika ghafla baada ya kupata ajali mbaya ya pikipiki akiwa hana uwezo wa kugharamia matibabu yake. Matumaini yake yalionekana kufifia hadi aliposaidiwa gharama za matibabu na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga na mjumbe wa kamati kuu taifa Rajab Abdurrahmani Abdallah. Shamira Seif ni binti mwenye umri wa miaka 14, akiwa ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule sekondari Kileleni. Mwandishi wako Ibrahim Kunoga amefika nyumbani kwao huko kata ya Vibaoni, wilayani Handeni mkoani Tanga, ili kusikia simulizi yake ya maisha, changamoto alizopitia na namna msaada huu ulivyobadilisha mwelekeo wa maisha yake. Lakini je, alikuwa na ndoto gani za maisha kabla ya ajali? Je, sasa zinakwenda kutimia? Ni katika kata ya Vibaoni, wilaya ni Handeni, mkoa ni Tanga. Niko nyumbani kwa kina Shamira Seif, binti ambaye ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14, binti ambaye alipata ajali iliyopelekea nyama kugawanyika, lakini pia aliweza kuathirika jicho la kulia. Nini hasa kilichopelekea mpaka ajali hiyo ikatokea? Yote hayo Shamira ataweza kutuambia. Mimi ni Ibrahim Kunoga. Shamira, mtuambie mambo vipi? Uko fresh kabisa? Vizuri. Pole sana. Nimekuja hapa kutaka kujua hali iliyopelekea mpaka wewe ukaweza kupata ajali ikakuathiri mguu wako wa kulia pamoja na jicho. Hem, tuambie ni nini hasa ambacho kilisababisha? Tulikuwa tunaenda shule, tunatoka shule ya sekondari Kileleni tunaelekea shule ya sekondari Handeni. Tumefika katika barabara ya benki tukagongwa. Tulipogongwa nikapoteza fahamu na kuja kushtuka nipo hospitali ya Muhimbili Moi. Kwa Muhimbili kule ulidumu kama siku ngapi? Kama kwenye operation wa mguu siku 4, kwenye operation wa jicho siku 9. Umerudi, upo nyumbani, na mtu pekee ambaye alisababisha mpaka kukunusuru wewe maisha yako, nasikia kuna mdau ambaye alijitokeza kukulipia hela za matibabu za operation zote hizo mbili. Sasa unaweza kutuambia hali ya matibabu kabla ya msaada na baada ya msaada ikoje? Uko vizuri, namshukuru mwenyekiti wa mkoa kwa kunisaidia kumpa mama wangu hela takriban ya milioni 2 kwa kunisaidia. Jamii, diwani wangu na wengine pia walinisaidia na mpaka sasa hivi nimepata huduma na ninaendelea vizuri. Sasa unaiambia nini jamii na mtu aliyeweza kukusaidia ikiwa hamjawahi hata kufahamiana? Nashukuru sana kwa kunisaidia, aliguswa na uwezo wangu, michango yao nashukuru sana, wamechangia na nimeweza kufika hospitali ya taifa Muhimbili, na Mungu awazidishie sana. Sina cha kusema zaidi ya kusema na washukuru sana. Kila mtu anakuwa na ndoto zake katika maisha yake. Labda ndoto zako ni zipi kabla ya ajali, na je, kwa sasa zinakwenda kutimia? Kwa sababu niliguswa kwa kila mtu ambaye amepatwa na matatizo, sio kwamba kukata tamaa katika masomo na katika maisha. Sawa. Umesema hutokata tamaa licha kupata ajali na bado na ndoto zako katika maisha yako. Unatamani baada ya masomo yako ni kuja kuwa nani mbeleni? Polisi au mwanajeshi. Polisi ama mwanajeshi. Kwa nini umechagua fani hizo mbili? Kwa sababu napenda. Unapenda? Ndoto yangu ni katika maisha yangu. Umetoka kusema kwamba mwenyekiti Rajabu ukwepo na naye, ukwepo kumuona. Labda inatokea mnakutana uso kwa uso. Neno lako la kwanza hasa itakuwa ni lipi kwake? Nitamshukuru sana mwenyekiti wa CCM mkoa
na aendelee kuwa na moyo huo, aendelee kuguswa na matatizo ya watu na viongozi wengine waendelee kuwa na moyo kama wake. Huyu ni Shamila Seif. Tayari tumeshamsikia kwa upande wake kipi hasa ama adha ambazo anakutana nazo na hali ambayo ilipelekea mpaka yeye kuweza kupata ajali na mwenyekiti Rajabu kuweza kuguswa mpaka kunusuru maisha yake kwa kumlipia kiasi cha shilingi milioni 2 kwa ajili ya operesheni wa mguu wa kulia pamoja na jicho la kulia. Huyu hapa ni mama yake mzazi, mama ambaye aliyeleta hoja kwa mwenyekiti Rajabu hadi mwenyekiti Rajabu akaguswa kwa kumpa kiasi cha shilingi milioni 2. Kipindi hicho Bi Shamila akiwa yuko Muhimbili akisubiri matibabu ya kufanyiwa operation. Mama, shikamoo. Na hongera pia kwa kuendelea kumsimamia vyema binti yako Shamila. Asante. Sawa. Kwa faida ya mtazamaji, labda unaweza kutambulisha na ukatupitisha uliweza vipi kuthubutu mpaka kusimama mbele ya laiki ya watu na kumwomba hela mwenyekiti Rajabu? Ule ujasiri sijaupata, ni kuzidiwa. Ukikwama unapata ujasiri. Ndio. Shamila ametoka kusema kwamba yeye baada ya ajali tu akajikuta moja kwa moja yuko Muhimbili. Kwa hiyo ina maana baada ya ajali kutokea alipoteza fahamu, akapelekwa hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya siku ile wakatupa transfer kwenda hospitali ya taifa Muhimbili. Lakini baadaye daktari alitoa ushauri mida ya 4 za usiku, akasema huyu hawezi kusafirishwa sasa hivi kwa sababu alipigwa nusu kaputi kwa kukinga zile nyama za miguu. Hawezi akasafirishwa usiku huu mpaka dawa ipungue. Asubuhi mida ya 4 ndio tukafanya safari ya kuelekea hospitali ya taifa Muhimbili. Operation ya kwanza ya mguu ilijimudu kwa sababu ndugu walimsaidia michango na jamii na shule diwani walisaidia michango. Kwa hiyo ikafanikisha kufanyika operation ya mguu. Lakini hii ya jicho, ndugu na jamaa nao wakawa mambo yamekuwa magumu, na mimi mwenyewe kama unavyoniona ni mama ntilie, uwezo wangu ukawa ni mdogo. Kwa maana hiyo kulikuwa na mkutano wa mwenyekiti Ustaz Rajabu na akanisaidia takriban milioni 2. Ndio. Mguu ulipata jeraha kubwa, ulichanika, nyama ziliachana pamoja na goti. Na jicho lilibana pembeni, kulitokea nyama ambao akiangalia huwa inabana jicho, limeingia ndani, limekuwa kama dogo. Ndio. Na milioni 2 zime participate katika vitu gani? Nimemwona hapa Shamila ana magongo. Kwa hiyo magongo ni sehemu ya ile milioni 2 aliyotoa mwenyekiti Rajabu. Hiyo milioni 2 aliyotoa Ustaz Rajabu imetumika kwa daraja tofauti. Ina maana siku ile kwanza tulivyoondoka hapa tulitumia upande wa nauli. Tulifika pale, mtoto alilazwa siku hiyo tarehe 16 tulipofika, ambapo tarehe 17 itakiwa afanyiwe operation hiyo. Baada ya kufanyiwa operation hiyo na malipo na dawa, kuna baadhi ya magongo ambayo ya kutembelea pia yamepatikana kwenye hela hiyo ya Ustaz Rajabu. Ndio. Shamila ni binti mwenye umri wa miaka 14 na ni bado mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Na tayari ameshakuwa na changamoto hii ambayo anayo kwa sasa. Utaratibu wa yeye kurudi shule umemwandalia? Kama mzazi mimi napenda kweli arudi shule, na yeye mwenyewe anatamani kurudi shule, ila sasa kutokana na hali ya mguu aliambiwa akikaa sehemu apate sehemu ya kunyoosha. Sasa kuna hali ya changamoto ya kiti cha kukalia cha kwenda shule. Uwezo nao umekuwa ni duni, bado hatujapata. Ndio. Kiti cha kukalia cha mfumo gani? Kuna viti vya kukalia vile kama vya hospitali vyenye vigari vile ambacho kina kijembe cha kukanyaga mbele. Kwa anapokaa pale, hata ni shule awe mguu ameunyoosha amekanyaga pale mbele. Kwa kifupi sasa hivi kinachohitajika ni hicho kiti cha mfumo. Sasa hivi ningepata kiti hata leo hata kesho angeenda shule. Lakini hali ya kifedha imekuwa iko chini. Hicho kiti kina gharama yake ni kama kiasi gani? Viti vile gharama yake, wapo wanaosema kuna vya 600, wengine wanasema kuna vya 300, wengine vya 400. Sasa na mimi sikuweza kufika kwenye maduka kuulizia kupata uhalisia kwa sababu sina kitu. Wewe ni mama. Ndio. Na serikali yetu inaongozwa na mwanamke. Ndio. Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio. Rais msikivu, ana imani, ana utu na ni mchapakazi pia. Kweli. Neno lako hasa ni lipi kwake? Kwanza nashukuru sana. Mimi napenda kutoa rai yangu
Mama Samia aendelee kuchapa kazi na Mwenyezi Mungu ambariki, ampe maisha marefu. Na pia aendelee kuzigusa hizi jamii ambazo zina maisha ya chini kwa changamoto ambazo zinapatikana kama hii ya kwangu. Na pia kwa mwenyekiti wangu wa mkoa ndugu Rajabu, mimi namshukuru sana kwa kitendo alichonifanyia cha kunikabidhi takribani milioni 2 shauri ya matibabu ya mwanangu, na sasa hivi anaendelea vizuri. Labda nisingepata ile pesa mpaka sasa hivi angeendelea kusubiri ili familia na jamii tuendelee kuchanga, lakini yeye alilibeba hili kama yeye, na sasa hivi mwanangu anaendelea vizuri. Mimi nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ambariki sana. Na pia ningetoa maombi kwa atakayeguswa na hili kuhusu mtoto, masuala ya kiti cha shule. Basi kama inawezekana anisaidie mwanangu aweze kuendelea na masomo ili aweze kutimiza ndoto zake. Namba yangu ya simu ni 0715537591. Jina ni Msunga Omari. Huyo ni mama mzazi wa Shamira Seif anayefahamika kama Msunga Omari. Mengi amezungumza, mengi ameelezea, lakini pia changamoto ambayo anayo kwa sasa ni swala zima la kiti, ili mtoto wake aweze kuendelea na masomo yake na hatimaye mwisho wa siku ndoto za mtoto wake ziweze kutimia. Lakini pia nimpongeze sana mdau wa michezo kutokea Bumbuli Lushoto anayefahamika kama Rashid Kirua. Yeye ndio aliyosababisha mpaka sisi kuweza kufika nyumbani kwa mama Msunga Omari na kuweza kupiga naye story kama hivyo ulivyopata kuona. Mimi ni Ibrahim Kunoga, nyuma kamera nilikuwa na Mudrik Bakari. Asante kwa kuwa nami. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.